Ndugu zangu wa Kenya popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba ni usikilivu mwema, na kama haujaweza kujiunga na hichi kituo, chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Vile vile sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Long time. Karibu sana. Kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Bwana Cyrus Jirongo kinazidi kuibua hisia mseto katika taifa letu la Kenya. Viongozi wa kisiasa wanazidi kumulikwa na ile tochi ambayo Cyrus Jirongo aliweza kuzikwa nayo baada ya kifo chake ambacho kiko na utata. Najua kile kipindi ambapo Cyrus Jirongo aliweza kuzikwa, wazee wa Tiriki waliwasha tochi wakaweka pale ndani ili ikizimika, wale ambao waliweza, iwapo kuna wale ambao waliweza kuhusika na kifo chake, na wao wataanza kumfuata au wataanza kuonekana. Unajua mila ya Tiriki, mila ya Tiriki mpenzi mtazamaji, si ya kucheza nayo. Sasa ninaelezwa spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ni miongoni mwa watu 28 ambao wameweza kuandikisha taarifa kwa DCI, ama ambao waliweza kuitwa na DCI kuandikisha taarifa kuhusiana na kifo hicho cha aliyekuwa waziri wa zamani Cyrus Jirongo, ambacho kiliweza kutokea baada ya ajali ya barabarani katika barabara ya Nakuru Highway. Kipindi ambacho tunaelezwa kwamba wajasusi au kipenda DCI wanajaribu kuweza kujibu maswali ambayo yameweza kugubika kifo cha Cyrus Jirongo. Cyrus Jirongo aliweza kuaga dunia mnamo tarehe 13 Disemba mwaka 2025 masaa ya asubuhi. Kitu ambacho kimeweza kuibua hisia haswa kwa viongozi wa upande wa magharibi mwa Kenya, mahala ambapo viongozi wengi wanasema kwamba kile kifo ambacho kiliweza kutokea baada ya ajali sio ajali, bali ni kuuawa ambako Cyrus Jirongo aliweza kuuawa, alafu wale ambao waliweza kumuua wakasingizia kwamba ni ajali ya barabarani, jinsi ambavyo viongozi maarufu katika hii serikali ya Kenya wameweza kuzungumza. Sasa Cyrus Jirongo mpenzi mtazamaji, aliweza kuaga dunia baada ya kuweza kugongwa na gari la basi aina ya Climax bus ambalo liliweza kugonga gari lake aina ya Mercedes Benz na akaweza kuaga dunia. Lakini uchunguzi ambao uliweza kufanywa pale pale uliweza kuonyesha kwamba ajali ile iliweza kutokea mwendo wa saa 8 na dakika 18 usiku, na tunaelezwa kwamba the impact, ama ukipenda tukio hilo, liliweza kutokea karibu na kituo cha petrol station cha Elgon Petrol Station, ambacho kiliweza kusababisha, ama ajali ile ambayo iliweza kusababisha kusukumwa kwa gari ya Cyrus Jirongo kwa mita 25 kutokea mahala ambapo ajali iliweza kutokea. Hii ilikuwa sekunde 3 tu baada ya Cyrus Jirongo kufanya mageuzi, yani kufanya U-turn kutoka kwa hiyo petrol station akielekea Nairobi. Kumbuka kwamba alikuwa anatoka Nairobi kuelekea Western, lakini akafanya mabadiliko, akafanya mageuzi, yani akafanya U-turn
kwa petrol station akageuka tena kurudi Nairobi. Je, Cyrus Jirongo wakati huo alikuwa anatoroka mtu? Lakini sasa tunaelezwa kipindi ambapo maafisa hao wa DCI wanajaribu kujibu maswali ambayo yameweza kuibuliwa kuhusu kitu ambacho kinatuhumiwa kwamba ni assassination au kuuawa kwa Cyrus Jirongo. DCI director ambaye ni Mohamed Amin aliweza kupeana kazi kuelekea kwa maafisa wa ujasusi ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta majibu na kuweza kueleza ni kipi ambacho kiliweza kutokea. Miongoni mwa majibu au miongoni mwa maswali ambao sasa DCI inahitajika kujibu ni jinsi gani Jirongo Cyrus aliweza kujipata upande wa Naivasha. Ni jinsi gani aliweza kujipata Naivasha ili hali mwendo wa saa 3 alikuwa Nairobi. Saa 3 usiku alikuwa Nairobi, na ni jinsi gani aliweza kujipata Naivasha mwendo wa saa 8 usiku. Swali la pili ambalo DCI inahitajika kujibu ni iwapo Cyrus Jirongo alikuwa anajiendesha yeye mwenyewe kwenye hiyo barabara ya Naivasha. Na jibu ama swali la tatu ambalo DCI inahitajika kujibu ni majina ya abiria ambao walikuwa kwenye lile basi la Climax ambalo linatuhumiwa kwamba ndilo liliweza kumgonga Cyrus Jirongo. Na swali la 4 ni kwa nini kitu ambacho kinaitwa airbags kwa hili gari la Mercedes Benz lake Cyrus Jirongo, kipindi ambapo ajali iliweza kutukia, zile airbags ambazo zinakuwa kwa hiyo steer wheel hazikuweza kufunguka ili kuzuia kifua cha Cyrus Jirongo kuumia. Kipindi ambapo polisi waliweza kusema kwamba maumivu ndiyo yaliweza kufanya Cyrus Jirongo akaaga dunia. Sasa mbunge ama seneta wa Vihiga George Khaniri anasema kwamba iwapo DCI watajibu hayo maswali, bila shaka viongozi wa kutoka magharibi na pamoja na familia wataridhika kwamba basi kifo cha Cyrus Jirongo kilitokea baada ya ajali. Lakini iwapo DCI haitaweza kujibu hayo maswali, bila shaka familia na marafiki na viongozi kutoka magharibi watasema kwamba mtu mwenye anaitwa Cyrus Jirongo aliweza kuuawa. Sasa tunaelezwa kwamba George Khaniri yeye aliweza kuandikisha taarifa kwenye kituo cha DCI mnamo Januari tarehe 7, siku chache baada ya Wetangula ambaye ni spika wa bunge la kitaifa kuweza kujisalimisha kwenye afisi za makachero hao wa DCI ili kueleza ni nini ambacho kiliweza kutukia mpaka Cyrus Jirongo akaaga dunia. Inaeleweka kwamba ama imeweza kueleweka kwamba spika wa bunge la kitaifa ambaye ni Moses Wetangula yeye aliweza kuandikisha taarifa kuhusiana na mkutano ambao waliweza kufanya na Cyrus Jirongo ule usiku ambao aliweza kuaga dunia katika mkahawa wa Oasis mnamo tarehe 12 Disemba mwaka 2025 kabla ya Cyrus Jirongo kuaga dunia
kilomita 80 kutoka mahala ambapo waliweza kufanya mkutano na Moses Wetangula upande wa Nairobi, na Cyrus Jirongo akapatikana akiwa ameaga dunia barabara ya Naivasha. Sasa tunaelezwa kwamba Wetangula ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuonekana na Cyrus Jirongo masaa ya mwisho, na tunaelezwa kwamba Wetangula na Cyrus Jirongo waliweza kufanya mkutano masaa mawili kuanzia ama lisali moja, na wawili hawa walifanya mkutano kuanzia saa 2:30 mpaka saa 3:30 hiyo siku ya Jamhuri Day mwaka uliopita. Tunaelezwa kwamba Wetangula yeye aliweza kuondoka kwenye huo mkahawa, akaacha mtu mwenye anaitwa Cyrus Jirongo kwa huo mkutano, kitu ambacho inasemekana kwamba Cyrus Jirongo alikuwa kwenye huo mkahawa mpaka mwendo wa saa 5 usiku, na akaondoka na gari yake aina ya Mercedes Benz, na masaa 3 baadaye mwanasiasa huyo akaripotiwa kwamba ameaga dunia. Hata hivyo, wanasiasa kadhaa wanasema kwamba kuna kitu ambacho kimeweza kufichwa hapa hivi, mpenzi mtazamaji, lakini polisi wao wanasema kwamba kuaga dunia kwa Cyrus Jirongo kulitokea baada ya ajali, lakini wanasiasa kutoka eneo la Western wanasema kwamba wanadanganywa kwa sababu wanasema kwamba Jirongo alikuwa analengwa tangia kitambo. Lakini sasa DCI wao wanasema kwamba huenda ikawa ni ajali, na wanasema kwamba watu 28 ambao walikuwa kwenye ile basi ya Climax ambayo inasema kwamba iliweza kumgonga Cyrus Jirongo, eti tayari wamekwisha andikisha taarifa, au kufika sasa hivi watu 28 wameandikisha taarifa. Je, hao 28 ni akina nani? Inasemekana kwamba wa kwanza ni mke wake Cyrus Jirongo mwenye anaitwa Anne Lanoi Paritet, mtoto wake Cyrus Jirongo mwenye anaitwa Sonia wamekwisha andikisha taarifa. Vilevile Repman Malala amekwisha andikisha taarifa. Vilevile Kaniri's wife au kipenda mke wa Kaniri wa George Kaniri amekwisha andikisha taarifa, pamoja na abiria 7 ambao wanatuhumiwa kwamba walikuwa kwenye lile basi la Climax bus ambalo liliweza kumgonga Cyrus Jirongo, eti kwamba na wao wamekwisha andikisha taarifa. Vilevile tunaelezwa kwamba dereva wa lile basi la Climax ambaye anaitwa Kamau Githinshi pamoja na kondakta wake mwenye anaitwa Manoa Ekokwa Alukoya Olasis naye vilevile wamekwisha andikisha taarifa kwenye afisi za DCI. Vilevile na wahudumu wa Eagon Petrol Station, mahala ambapo tunaambiwa kwamba mtu mwenye anaitwa Cyrus Jirongo aliweza kupiga U-turn akaelekea Nairobi. Vilevile Ibrahim Sambuli ambaye aliweza kufanya mahojiano ama kikao cha kidogo hivi na Cyrus Jirongo katika mkahawa wa Oasis, naye ameweza kuandikisha taarifa. Lakini sasa macho yote yanamulika kwake mtu mwenye anaitwa Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula, ambaye waliweza kufanya mkutano na Cyrus Jirongo, alafu dakika za baadaye Jirongo akatangazwa kwamba ameaga dunia. Tochi ya Jirongo imeanza kumulika viongozi, na miongoni mwao ni Spika wa Bunge la Kitaifa ambaye tunaambiwa kwamba ameweza kuitwa na kuandikisha taarifa. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra. Asante sana kwa kunisikiliza.
sambaza ikanda.